Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo sasa tunatoa sehemu ya pili ya somo letu linalohusu changamoto za vijana wanazokutana nazo. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa upendo wako na uaminifu wako juu ya maisha yetu. Tunakusihi ubariki somo hili ili popote litakapofika likaguse maisha ya vijana wote na kuwabadilisha kote ulimwenguni katika jina la Yesu. Livuviwa Roho yako Mtakatifu daima, ili kila litakaposikika sisikie mwanadamu, bali wewe Bwana usikike huko, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru. Amen. Mpendwa, na tunaendelea na sehemu ya pili sasa. Na kipindi kilichopita tuliona sasa jinsi vijana wanaweza kuumizwa. Tuliona changamoto ya kuumizwa kwa vijana, na tuliangazia kwa kina kuumizwa hasa katika eneo la mahusiano, kutamkiwa maneno magumu, lakini pia tuliona pia changamoto pia ya kufanyiwa vitendo vya kikatili kwa vijana wengi ambao pia imewaumiza vijana wengi sana. Sasa hebu tuangalie leo, kwa nini Mungu anaruhusu upitie maumivu wewe kama kijana? Kwa nini Mungu anaruhusu upitie maumivu, ujeruhike? Kwa nini Mungu anaruhusu hivyo? Cha kwanza ni kwa sababu ya kukuokoa na tatizo kubwa linaloweza likagharimu maisha yako baadaye. Anaruhusu uumie kwa sasa, pamoja na kwamba unaona maumivu hayo wewe kama kijana ni makubwa, lakini anaruhusu hivyo ili akuokoe kwa tatizo kubwa linaloweza kugharimu maisha yako yote mbeleni au hapo baadaye. Na iko katika kitabu cha Mithali sura ile ya 14 mstari wa 12. Nasema, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwishoni ni njia za mauti. Kwa hiyo maanake kuna mtu unaweza ukawa naye ukaona hii ndio njia sahihi, lakini sasa kumbe Mungu anaona mwisho wa hiyo njia kuna mauti. Kwa hiyo sasa anaruhusu kuiondoa ile njia, pamoja na kwamba utaumia, na Mungu anajua kwamba utapata maumivu, utaumia, lakini ni heri maumivu ambayo utayapata sasa hivi ambayo ni madogo, kuliko kuingia sasa kwenye maagano ya kimahusiano na mtu ambaye sio sahihi, ambaye huyo sasa mtatesana mpaka ufike kwenye kifo. Kwa hiyo anaweza akatumia njia hiyo ya kuruhusu upate maumivu hayo. Ni machungu sana, ni makali sana, ni ya muda mfupi, lakini yatapita. Lakini pia anaruhusu hivyo ili kukuokoa na misingi ya mahusiano isiyo sahihi. Unajua mahusiano yote ambayo yanaanza bila Mungu kushirikishwa yanakuwa magumu sana, sio sahihi, kwa sababu Mungu ndiye anajua watu. Hata kama tunaimba vizuri, hata kama tuko kanisani, lakini Mungu anatujua kuliko tunavyovijua. Unajua kuna mtu kwa mfano sasa hivi anaenda kanisani anasema nimeokoka ili apate mke. Yaani wewe pigwa yako na kilio kitakachokukuta mwishoni ni cha mbwa mwitu. Kwa sababu kuna watu wako makanisani sasa wamejificha kwenye vazi la kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Kwa hiyo ukimuoa, uoi vazi la nje ambalo ni la kondoo, unaoa vazi la ndani ambao ni tabia, na kwa kijana ni chungu na itakutesa sana. Isaya 46 mstari wa 10 anasema, mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Kwa hiyo maana ya andiko nitangazaye mwisho tangu mwanzo ni nini? Maana ya kwanza, maana yake ni kabla mambo hayajatendeka, Mungu tayari anajua mwisho wake. Kwa hiyo kama hayo mahusiano ulioingia haukuanza na Mungu, haukumshirikisha Mungu, sasa mwisho wa hayo mahusiano kuna kaburi, kuna maumivu, kuna uchungu, kuna usaliti, kuna mateso, na haya yote yataumiza moyo. Kwa hiyo Mungu anaona sasa ni heri mwanangu huyu
aumie, lakini nimuondolee huu msingi ambao anajenga, kwa sababu huu sio msingi ulio sahihi kwenye maisha yake. Na kuna vijana wengi sasa hivi wako kwenye misingi ambayo sio sahihi. Nisikilize sana, itakusaidia. Nyakati hizi tunazoishi ni nyakati za uovu. Dhambi imepakwa rangi katika maeneo mengi. Tulia kwenye msalaba wa Mungu. Ukiona unataka kufanya kitu Mungu anakuzuia, ana sababu, usimkasirikie. Katika ile Zaburi ya 37 mstari wa 5 na wa 6 inazungumza ukae kimya mbele za Mungu, umngojee kwa saburi, naye atatenda. Tatizo kubwa sana la watu wa Mungu katika nyakati hizi, hasa vijana, hawako tayari kusubiri, pamoja na kwamba wanaomba wengi, lakini hawana subra katika kumsubiri Mungu. Na hivyo mtu akikosa saburi, anaweza akafanya maamuzi mengi sana ambayo sio sahihi, na haya maamuzi yataleta maumivu makubwa sana, na yanaweza yakakosti, hata kama wewe ni mtumishi, yakaua na huduma yako. Kwa hiyo Mungu sasa anaamua sasa, ni bora alete kitu chochote, sababu yoyote, mkosane, ili akuondoe wewe kijana kwenye hiyo misingi unayowekeza ambayo sio sahihi. Na katika ile Zaburi ya 11 mstari wa 3 na wa 4, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama ana cha kufanya, Mungu anacho cha kufanya, ni kukung'oa kwenye huo msingi. Na namna ya kukung'oa kwenye huo msingi sasa ni kama vile sasa mtu ambaye amedondokewa, ana kidonda alafu kibandue kovu. Maumivu hayo hayaelezeki, na unaweza ukaanguka kabisa au hata kuzimia. Wakati utakuwa unaona hichi kitu ni sahihi, alafu Mungu aseme hiki kitu sio sahihi, tena yeye akiondoe kwa njia zake. Na unajua mambo mengi unaosingizia kwamba ni shetani ameua mahusiano yenu, mwingine sio shetani, mwingine ni Mungu amekuokoa. Tena kama umeachwa haraka, ingia na shukrani madhabahuni. Huenda Mungu amekuondolea kaburi. Mbele kulikuwa kuna kaburi. Mungu anaona mwisho wa miaka yako huku mbele itakavyokuwa. Mungu akikuletea mtu, hata kama ana madhaifu, atakupa namna ya kuweza madhaifu yake. Lakini macho ya kibinadamu yakikuletea mtu, hata kama huyo mtu ni mzuri nje kama malaika, hutoweza udhaifu wake wa ndani. Na ndio maana sasa anaamua kuingilia kati na kuvuruga kabisa mpaka kuondoe kwenye huo msingi. Sasa tunasema sasa, mtumishi, mimi nitafanya nini? Lakini Mungu anaweza kukuondolea huyo mtu ambao umejiingiza kwenye mahusiano naye kwa kulinda huduma aliyoweka ndani yako. Huduma Mungu aliyoweka ndani yako, ukubwa wake inahitaji na mtu ambaye ni wa kuibeba hiyo huduma. Kwa hiyo Mungu hawezi kukuletea mtu ambaye atakuwa kinyume na kitu alichokubebesha. Akikuletea hivyo, kama ni utumishi, utakufa. Ndio maana anakubali ya kuumize. Ni kweli umeumia, lakini kubali. Alafu na Mungu ana tabia, akikupenda anakuumiza. Anasema kama baba anayempenda mtoto anamrudi. Mungu akikupenda anakuumiza kidogo, ili pia akujaribu. Na kama umezoea zile injili za kubarikiwa, za kutiwa moyo, hii ni ngumu sana. Kwa sababu ni bora nikwambie tu ukweli. Yaani watumishi wote unaowaona wanaopendwa na Mungu, kuna mahali Mungu ameruhusu wapite. Kwa sababu unajua, ni bora nikwambie kwamba mateso pia ni shule za Mungu. Kuna wakati Mungu anaruhusu watu wapite mahali ni pagumu, lakini baada ya kuvuka katika ile hatua, wale watu wanakuwa wameimarika zaidi. Na ndio maana unaona kwamba anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa na wewe, upitapo katika moto hautaunguzwa. Akusema kwamba kuna ambao atawaokoa wasipite kwenye moto, amesema upitapo. Kwa kuna mahali ataruhusu upite. Anaweza akawa ni yeye pia, anaweza karuhusu pia ujichanganye, upite kwenye hayo mahusiano haya ambayo sio sahihi, ili atakavyokuokoa usaidie vijana wengine. Na haya mambo haya yalishatukuta hata sisi tunaohubiri huku. Mungu atupe neema, atusaidie sana. Siku tulizo nazo ni za hatari. Vijana, kaeni kabisa kwenye magoti, mtulie kwa Mungu. Mungu azungumze yeye. Ombeni. Mimi ninajua vitu vingi katika hilo eneo. Nitafuteni, nitawaeleza zaidi. Kwa muda wangu wa hewani hautoshi. Lakini Mungu akitaka kukuandaa, hawezi kukuandaa kama mwenzako. Kuna mapito, na mapito mengine yamebeba maandalizi ya kimungu ndani yake. Kama ni mtumishi utajua. Mungu hawezi kukuletea mke ambaye sasa hawezi kubeba huduma yako.
Mungu hawezi kukuletea mume ambaye hawezi kubeba huduma yako. Wewe ni muombaji, Mungu hawezi kukuletea mwanaume ambaye atakuja kukataa maombi, ataathiri huduma yako ya maombi. Wewe ni mhubiri, unasafiri, Mungu hawezi kukuletea mwanamke wa kileo aliyezoelea ulevi ambaye ana kiu. Zile ziko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4. Hizo kiu wakati utaenda kwenye huduma, sijui hizo kiu utaenda wapi. Kwa hiyo Mungu anaona huyu msingi, huyu mtu anapowekeza sio, anavunja, anaubomoa, anakung'oa huko. Anajua kabisa umeumia, lakini anasema hamna neno, aumie tu, lakini nitamponya kwa sababu ya miaka inayokuja. Sasa hebu tuangalie kidogo sifa za kijana au binti anayepaswa kuolewa au kuoa. Kwanza, sifa ya kwanza ya kijana anayetaka kuoa au kuolewa, angalia kwanza msingi wa imani yake. Wewe kama ni binti, angalia msingi wa kijana. Wewe kama ni kijana, basi angalia msingi wa binti unayetaka kumuoa wa kiimani. Imani inamata sana katika kutengeneza familia. Kusoma kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 na wa 5, utaona anasema, maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamjeuza moyo wake afuatane nao. Naona Sulemani alikuwa anampendeza Mungu, lakini sasa alivyooa wale wanawake waliokuwa imani zao zinaabudu miungu, basi alibadilika, akamwacha Mungu, akaandamia ile miungu yao. Kwa hiyo kingine pia, angalia miungu mingine ambayo watu waliabudu, wake za Suleiman na wale masuria waliabudu, ilikuja kumchukua mpaka Suleiman. Kwa hiyo imani ya mke wako au imani ya mume wako inaweza ikakuoa ukishaolewa. Jambo lingine, kwa kigezo kingine ni walau awe sasa mkamilifu kwa Bwana. Awe mkamilifu kwa Bwana. Angalia familia yake, mama anaishi vipi na baba, au walezi wake wanaishije? Ukisoma katika Ezekieli sura ya 16 mstari wa 44 inasema, tazama, kila mtu atumiaye methali atasema jinsi alivyo binti ndivyo alivyo na mama yake. Kwa hiyo kaangalie jinsi mama wa huyo binti anavyoishi na baba, ndio muoe. Kwa hiyo kamuoe mama yake binti kwanza, usimuoe binti. Na kijana, nenda kaangalie jinsi wazazi wa mwanaume wako unayetaka kuoa wanavyoishi, ndio ukubali kuingia huko, kwa sababu tabia hazina dawa. Kuna watu bado hawajabadilika. Haya, kingine cha tatu, angalia walao nidhamu yake kwenye kipato chenu, juu ya uchumi wenu. Sio mnapata 10,000 kwa siku huko kwenye mahusiano na mtu ambaye anaomba shilingi 100,000 ya kusuka, na kati wewe unaingiza shilingi 10,000 kwa siku. Huyo hatafaa, atakuja kukutesa. Na hili neno liko katika Tito 3:14. Anasema watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Kwa hiyo mwanamke anayetumia hela rafu au mwanaume anayetumia hela rafu hawezi wakaja kuwa na uchumi mzuri, kwa sababu itakuwa huyu anakusanya, huyu anatapanya. Kwa hiyo angalia hapo, usije ukawa unaenda kuchukua mifereji ya kuondoa mali zako ulizonazo ukasema ni mwanamke, au sio ukaenda mahali ukaenda ukaoana na roho ya kimaskini na ukame ukasema ni Mungu amekutuma hapo. Chunguza hapo. Kingine, uwe na kazi unayofanya wewe kijana, au wewe binti pia uwe na kitu chochote unachofanya kinachokuingizia kipato, kazi ambayo sasa sio haramu. Mithali 31:19 inasema kwamba awe na uwezo wa kusokota, wa kufuma vitu kwa mkono kama ni binti. Lakini kijana awe na uwezo, yani maana yake awe na uwezo wa kufanya kazi za mikono na kazi nyingine hata kama ni ya kuajiriwa. Usije ukaolewa na kijana ambaye hana kazi anayofanya yeyote, anacheza manani huko, kamari, michezo ya bahati nasibu. Vijana wa namna hiyo utajuta. Mnaomba ufanye kazi, utaenda kuweka maombi kwenye sheli upate petroli, mna chombo cha usafiri, utanunua kitenge kwa mapenzi. Mapenzi na pesa ni vitu vinavyoendana pamoja. Lazima muwe na kitu cha kufanya, jishughulishe. Kama hujajiriwa basi jiajiri mwenyewe, angalia kitu unachoweza kufanya. Jishughulishe na kilimo, jishughulishe na ufugaji, uwe na kitu chochote ambacho kinakuingizia kipato.
wa namna hiyo ambaye anajishughulisha, kubalini kuoana hapa ikiwa mmeshaomba kwa Mungu. Lakini wale ambao yani hawafanyi kazi, wanaangalia na yani huyu mmoja labda ndo anafanya kila kitu, mwenzake hana chochote anachokifanya, hiyo ndoa pia haitadumu. Awe na uwezo wa kustahimili na kuachilia. Kuna mtu akichukizwa hapa sasa hivi anasema mimi sitaongea na wewe tena. Sasa anabeba visasi na uchungu. Huyo ni mwanamke au ni mwanaume ambaye anabeba vitu ulivyomkosea kwa muda mrefu. Huyo hatafaa kuoa, mtaenda kuuana, mtachinjana. Usiende huko. Waefeso 4:26 na 27 nasema kwamba muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe likiwa na uchungu moyoni. Mwanamke au mwanaume anayebeba uchungu moyoni kwa muda mrefu wa tukio lililopita hataweza kukaa kwenye ndoa, kwa sababu msingi mkubwa wa ndoa pia ni kusameheana.